Faida ya sita ya hakadha ya sita, an yakuna alkhufu satiran limahalli aludhi almafrudh, ni kuwa hiyo khufu inastiri mahali pa kiungo kile cha faradhi. Kiungo cha faradhi ni hizo kaabaini, iwe zimestiri. An yakuna alkhufu satiran limahalli aludhi almafrudh, wa hadha ma'khudhun min musamma alkhuffi, na hili linachukuliwa katika jina la hiyo khufu. Fa in lam yasturi aludhwa, isipositiri hicho kiungo, li kharqin fihi, kwa kutoboka ile khufu, wa shaqqin, na kupasuka, wa nahwihima, farajihu jawazul mashi alayhi, kauli yenye nguvu ni kwamba pia inafaa kupaka juu yake. Ikiwa zile khufu zimepasuka juu au zina tundu, pia inafaa kupaka maji. Kauli rajih, ina maana kuna kauli mukhalif inayosema kwamba haifai kupaka, lakini kauli yenye nguvu ni kwamba pia inafaa kupaka maji juu ya khufu hizo zilizo na tundu. Wa in dhahara ba'dhu al-udwi, hata ikidhihiri baadhi ya kiungo cha miguu. Fa inna adh-dhahira tabi'un lilmastur, kwani hii sehemu iliyodhihiri inafuatia hiyo iliyositiriwa na hizo khufu. Fa innahu yathbutu tab'an ma la yathbutu istiqlalan, kwani huthubutu kwa kufuata kile kitu ambacho hakija thubutu peke yake. Fa innahu yathbutu tab'an ma la yathbutu istiqlalan. Alfaida sabia, alwudhu amama an-nas la yunafi al-adab al-amma, kutawadha mbele ya watu hii haipingi adabu amma, la siyama mal ashab wal mustakhdimin wal atba, hasa ikiwa pamoja na ashabu, watu pale, na wale mustakhdimin na wale atba, wafuasi. Mtu kutawadha mbele za watu kwa ajili ya kuwafundisha watu sio vibaya, umeelewa? Mtu kutawadha, akitawadha ili kuwafundisha watu wamuone udhu wa mtume alikuwa akitawadha hivi, sio vibaya hiyo. Ndio la yunafi al-adaba al-amma al-wudhu amama an-nas. Alfaida athamina, tasharrufu al-Mughira ibn Shu'ba bikhidmati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma kaunihi min akbari baitin fi qabilati Thaqif. Asema tasharruf, utukufu wa al-Mughira ibn Shu'ba kwa kumhudumia mtume sallam, pamoja na kwamba yeye ni katika wakubwa wa kabila la Thaqif. Huyu al-Mughira ibn Shu'ba ni katika wakubwa wa kabila la Thaqif, lakini pamoja na hivyo alikuwa akimhudumia mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonesha utukufu wa kumhudumia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alfaida tasia, jawazu khidmati alfadili bitaqdimi hidhaihi au khal'ihima au hamlihima, kufaa kumuhudumia mtu fadhil, mtu aliyebora. Inafaa kumuhudumia mtu aliyebora bitaqdimi hidhaihi, kwa kumtangulizia viatu vyake au kuvivua viatu vyake au kuvibeba viatu vyake. Idha kanat alkhidmatu lidinihi, ikiwa huduma hiyo ni kwa ajili ya dini yake mtu huyu, wa ilmihi, na ilmu yake, au lihaqihi, au kwa ajili ya haki yake mtu huyu, min ubuwatin, baba, au wilayatin amma, au utawala amma wa kuenea, wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo, yajuzu kumhudumia mtu huyo. Mwana wa chuoni amekuja, yajuzu kumhudumia, kuchukua viatu vyake ukaviweka kule, akitaka kutoka unavichukua unampa. Mwana wa chuoni yajuzu jambo hilo kumhudumia. Au baba yako, mzazi wako, yajuzu kumhudumia, kuchukua viatu vyake ukenda ukaviweka kule, akitaka kutoka hivi mnamwekea, baba yako anavaa. Hili jambo linafaa, umeelewa? Hili jambo linafaa kabisa, kama masahaba walivyomhudumia nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwana wa chuoni si mimi, si mimi si wa kuchukuliwa viatu, sijafikia huko kabisa. Wa annahu la yu'tabaru min al-makhdumi takabburan ala ghairihi, ni kwamba hazingatii huyo aliyehudumiwa kwamba anafanya kibri kwa huyo mwingine, hazingatii hivyo. Huyo anayebebewa viatu haambiwi kwamba huyu ni mutakabbira, hapana, ni heshima. Mwanafunzi kumbebea viatu mwalimu wake ni heshima, si kwamba mwalimu ana kibri, umeelewa?
Kwa haiangalii, haizingatii kwamba hiyo ni kibiri kwa mwingine, wastihana bihim, na kuwakwaza na kuwadharau wengine. Maadama alhamilu ala dhalika an-nadhara ila mabda'in sharifin sam, muda wa kwamba lililompelekea hilo ni kuangalia ile asli tukufu ya huyu mtu huyu. Kama annahu la yu'tabaru min alkhadimi dhullan wa ihanatan li nafsihi ma dama alhamilu lahu gharadun au gharadan sharifa. Pia hazingatii huyu muhudumu, hazingatii kwamba ni mtu mwenye udhalili, anaidhalilisha nafsi yake, muda wa kwamba lililompelekea hilo ni lengo tukufu, wa maqsadun hasanun, na maksudio yake ni matukufu. Anaheshimu elimu ya mtu huyu, anaheshimu ile elimu ya mwana wa chuoni, anaheshimu haki ya mzazi. Kwa hiyo haizingatii kwamba huyu ni udhalili wa huyu aliyebeba viatu au aliyebeba vitabu kwa mwalimu wake. Faida ya 10, tawjihu alkhadimi ila sawab ma'a bayani wajhi alhukmi, kumwelekeza yule muhudumu usawa pamoja na kumbainishia njia ya hukumu. Mtume hapa alimbainishia huyu Al-Mughira, akamwambia da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini, nimetia miguu yangu hali ya kuwa tahara. Ndio Mtume anambainishia usawa na kumbainishia hukumu, liyakuna ashadda tumaninati liqalbihi, ili awe huyu muhudumu ni mtulivu wa moyo wake, wa afqaha li nafsihi, na apate ilmu kwa nafsi yake, wa asra liqabulihi, na pia iwe ni haraka kukubali kwake. Yani Mtume hakumficha, alimbainishia hukumu ya kupaka maji juu ya hofu, kwamba mimi nimeshaosha miguu yangu kamili, ndio nikavaa, kwa hiyo inajuzu sasa nipake maji tu. Ile hofu mbili akamwekea wazi yule Al-Mughira ibn Shu'ba. Alfaida alhadiya ashar, at-taharatu inda kathirin min alfuqaha wa minhum ashabuna alhanabila la takunu illa idha kanat bilma duna at-tayammumi. Tahara, kutawadha, kwa maulama wengi wa fiqhi, na ni katika hao wafuasi wetu wa Hanabila, ni kwamba tahara hiyo haipatikani isipokuwa kwa maji. Udhu haupatikani isipokuwa kwa kutawadha kwa maji, duna tayammum, bila kutayammam. Asema maulama wengi wa fiqhi wanasema kwamba udhu haupatikani isipokuwa kwa kutawadha kwa maji, bila tayammum, bila kutumia mchanga. Fahuwa indahum mubihun, hii tayammum kwao ni jambo linahalalisha tu, la rafi'un lilhadath, haliondoshi hadath. Kwa maulama hao wa fiqhi, kutayammam hakuondoshi hadath, ni jambo ni mubih tu, ni la halali kutayammam kama hakuna maji, kutumia mchanga kama hakuna maji, lakini hakuondoshi hadath. Hii ni rai ya kina nani? Baadhi ya maulama wa fiqhi. Wa ala hadha yushtaratu lijawazi almashi an takuna at-taharatu allati labisa ba'daha al-khuffayn hiya taharatun bilma. Asema kwa sharti hii huwekewa sharti kwa kufaa kupaka maji juu ya hofu, uwe ule udhu ni baada udhu ambao labisa ba'daha al-khuffayn, alivaa hofu mbili baada yake, ni udhu wa maji peke yake. Ina maana kama mtu ametayammam kwa mchanga hafai kuvaa hofu mbili. Hii ni rai ya baadhi ya maulama, umeelewa? Mtu akitaka kuvaa hofu mbili ni lazima awe ametawadha kwa maji, umeelewa? Kama ametumia mchanga ndio tayammum, ametumia mchanga badala ya kutawadha kwa maji, huyu hafai kuvaa nini? Hofu mbili. Hii ni rai ya baadhi ya nani? Ya maulama wa fiqhi. يقول الشيخ البسام ولكن القول الثاني الذي يعتبر فيه التيمم بدل الماء وقائم مقامه في كل شيء حتى في رفع الحدث. قول ya pili ambayo ndio inazingatiwa ni kwamba kutayammam kutumia mchanga ni badali ya maji. Kama hakuna maji kabisa, maji hayapatikani hapa mtaani kabisa, msikitini hakuna wala majumbani, tunatakiwa tufanye nini Waislamu? Na tunataka kusali, tutayammam, tutimie mchanga, tuweke mikono yetu katika mchanga, halafu tupake
uso wetu na tufute vitanga vyetu, khalas tunakuja kuswali. Tumepata udhu kamili hapa, tunakuja kuswali. Hii inaitwa nini? Tayammum, kutumia mchanga badali ya maji. Au mtu ni mgonjwa na kaambiwa na madaktari kwamba wewe usitumie maji, usitawadhe kwa maji kabisa. Huyu pia anatakiwa afanye nini? Atayammam kwa mchanga, aweke mikono yake katika mchanga, alafu afute, apanguse uso wake na vitanga vyake viwili, tayari anakuja kuswali. Kwa hiyo baadhi ya mafukaha wanasema huwezi ukatumia hofu mbili mpaka utawadhe kwa maji. Kwa hiyo kauli hii ni marjuh. Kauli rajih ni ipi? Ni kwamba unaweza ukatayammam na pia ukavaa hofu zako vile vile, kama vile katika kutawadha kwa maji. Umeelewa? Kwa hiyo kutayammum ni qaimun maqamahu, kunakaa mahali pa kutawadha kwa mchanga, kutawadha kwa maji, fi kulli shay, katika kila kitu, hata fi raf'il hadath, mpaka katika kuondosha hadath pia unatumia mchanga. Hadathi dogo, hadathi kubwa. Mtu ana janaba na hakuna maji, atafanya nini? Tayammum kwa mchanga, janaba linaondoka na kuja kuswali. Kwa sababu fa innahu yajuzu an yamsaha walau kanat at-taharatu taharata tayammumin wa huwa sahih. Kwa inafaa kupaka maji juu ya hofu mbili hata kama tahara yenyewe ni tahara ya kutayammam, na hii ndiyo kauli sahihi. الفائدة الثانية عشر جواز إعانة المتوضئ على وضوئه. كفا kumsaidia mwenye kutawadha kwa yale maji yake ya kutawadhia, bitakribi almai, kwa kumsogezea yale maji, au sabbi alayhi, au kummiminia, wa nahwi dhalik, na mfano wa hayo. Inafaa mtu kumwekea maji, kummiminia maji, inafaa yote hayo. Amma ghaslu a'dha'ihi fala yakunu illa min haja, ama kuosha viungo vyake, hapo sasa hiyo haiwi isipokuwa kwa haja na dharura. Yani wamuoshea miguu, unaona, wamuosha mikono, hii sasa haifai isipokuwa kwa dharura. Mtu ni mgonjwa, hawezi kushika mkono wake, hapo sasa utamuosha ule mkono, upake maji kichwa, lakini kumsaidia kummiminia maji, hiyo inafaa. الحديث الثاني وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, khalifa wa 4 wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema lau ingekuwa sheria hii ni ya rai, maoni, lau ingekuwa sheria hii ni ya maoni, ingekuwa chini ya hofu ni aula kupakwa maji kuliko juu yake. Leo ingekuwa hii sheria ya dini hii ni maoni, watu wanatia maoni yao, basi ingekuwa kupaka maji chini ya hofu ni aula kuliko kupaka maji juu, si ndio? Sababu chini ndo kunako chafuka. Kwa leo ingekuwa hii sheria na dini hii ni kwa maoni ya watu, basi ingekuwa kupaka chini ya hofu ni aula kuliko kupaka juu. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه, nilimuona Mtume صلى الله عليه وسلم akipaka juu tu ya hofu zake, hakupaka chini, kuonesha kwamba dini hii haitii maoni. Dini hii ni ya nini? Ittiba, kumfuata Mtume صلى الله عليه وسلم. Dini hii ni kumfuata Mtume mwanzo mpaka mwisho. Hakuna mtu kutia maoni yake katika dini au katika sheria, hakuna. Na watu wa bid'a ndio wanaofanya watu wa bid'a ndio wanaotia maoni katika dini. Hebu tuongezeni ibada, tuwekeni maulidi sasa. Tuwekeni maulidi iwe imo katika dini. Tuwekeni burda, isomwe kila Alhamisi burda. Mnajua burda? Watu wa bid'a wanaisoma kila Alhamisi, wakapiga pilau na makuku na nini kila Alhamisi. Si ibada, wameweka wao watu wa bid'a. Kwa dini hii, sheria hii si ya rai ya kutia maoni mtu katika dini. Hapana, ibada ziko kamili, sheria iko kamili, haturuhusiwi. Hatuna haki ya kuongeza katika sheria, hatuna haki ya kuongeza katika ibada.
alizoziweka Allah subhanahu. Hatuna haki hiyo. Kwani dini ni pungufu mpaka tukaongeza bid'a? Dini haijakuwa pungufu bwana, dini ni kamili. Mtume amefariki tayari, dini ni kamili. Alipofariki mtume tayari dini imekamilika. Kwa nini wanakuja mbona masahaba hawakufanya bid'a, hawakuongeza vitu? Masahaba ndio bora ya watu baada al-anbiya, baada an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Mbona hawakufanya bid'a wakaongeza vitu? Sasa wamekuja hawa wanaongeza vitu katika dini. La, zile si ibada, ile ni uzushi na ni haramu. Kwa leo ingekuwa sheria hii na dini hii ni maoni, ingekuwa kupaka maji chini ya hofu ni aula kuliko juu. Lakini Ali anasema radhiallahu anhu, nilimuona mtume akipaka maji juu ya hofu zake. Darajatul hadith, alhadithu sahih faqad akhrajahu Abu Dawud بإسناد حسن. وقال المؤلف في التلخيص وفي الباب حديث عن علي إسناده صحيح. مفردات الحديث: لو، قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي. لو حرف شرط غير جازم، هنا حرف يا شرط لكن هيجزمش فعل. لو حرف شرط غير جازم، si kwamba yajazmisha fi'li kama kina lamma na lam. لا، هذا حرف شرط غير جازم، وهي حرف امتناع لامتناع، ni harfu ya kuzuia kuzuia. فينتفي جوابها لانتفاء شرطها، ndio maana harfu امتناع لامتناع. maana yake yantafi jawabuha lintifai shartiha, jawabu lake linakanushika kwa kukanushika sharti yake. Kama sharti haijakamilika na jawabu pia halitakamilika. ففي الحديث انتفاء مشروعية المسح على ظاهر الخف لانتفاء كون دين الله بمجرد العقل. katika hadithi hii kuna kukanusha sheria kupaka ala dhahir al-khuffi lintifai kauni dini llahi bimujarrad al-aqli, kwa kukanushika kuwa sheria ya Allah ni kwa mujarradi wa akili. Sheria hii ya Allah haina kutia akili za watu. قال الدين المراد به هنا الشرع. لو كان الدين المراد بالدين هنا الشرع وله معاني أخرى، في دين إلى معنى nyingine nyingi. الرأي يطلق على الاعتقاد والتدبير والعقل. رأي pia inaitwa itikadi ni rai, tadbir kufanya mambo inaitwa rai, aqli pia inaitwa rai. Wajamuhu ara, jamu ya rai ara. ومجرد العقل دون الرواية والنقل ليس بشرع. مجرد واكili bila mapokezi na nukuu si sheria. Si sheria hiyo, kutia akili na maoni katika dini si sheria. ما يؤخذ من الحديث. الفائدة الأولى وجوب كون المسح، وجوب كون مسح الخف على أعلى الخف فقط. wajibu wa kuwa kupaka maji juu ya hofu ni juu tu, juu ya hofu peke yake, sio chini. Fala yujzi mashu ghairihi, haitatosheleza kupaka kitu kingine. Wala yushra'u mashu ghairihi ma'ahu, wala haitakii kupaka kitu kingine pamoja na hiyo juu. Huwezi ukapaka juu na pembeni mahofu, ni juu peke yake, sawa na asfal au aljamal. Huwezi ukapaka juu na sehemu za pembeni au chini, huwezi ukafanya hivyo. Ni juu peke yake bila kupaka pembeni au chini ya hofu. Alfaida thania anna ad-din mabnahu an an-naqli ala an-naqli an Allah ta'ala au an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dini imejengewa kwa nukuu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kitabu chake Qur'an, au hadithi kutoka na mtume sallallahu alaihi wasallam. Walaysa ar-ra'yu huwa al-muhkam fi, rai si jambo muhkam katika dini. Falwajibu littiba la libtida, wajibu ni kufuata si kuzusha. Falwajibu littiba la libtida, wajibu ni kufuata sio kuzusha. Ibada zote tumeshawekewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, tumeshawekewa, hatuna haki ya kuzusha. Ndio falwajibu littiba la libtida, kama alivyosema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, nattabi'u wala nabtadi'u, nattabi'u wala nabtadi'u.
tunafuata, hatuzushi. Unaelewa? Nattabi'u wala nabtadi'u. الفائدة الثالثة الذي يتبادر إلى الذهن هو أن الأولى بالمسح هو أسفل الخف لا أعلاه. Jambo linalokuja haraka katika akili ni kwamba aula ni kupaka chini ya khofu, si juu yake. Lianna al-asfala huwa alladhi yubashiru al-ardha, sababu chini ya khofu ndio inoshika ardhi mtu akitembea. Wa rubbama asabatu najasa, pengine zikapatwa na najisi. Fakana al-aula bil-izala, kwa hiyo ikawa ndio aula kupakwa chini kwa kuondosha uchafu huo au najisi hiyo. Walakin alwajibu huwa taqdimu an-naqli sahih ala ar-ra'yi, lakini wajib ni kutanguliza nukuu sahihi kuliko maoni ya mtu. Nukuu sahihi ni Qur'ani na hadithi za Mtume sallam, hizi zinatangulizwa kuliko akili. Ndio maana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ametunga kitabu adhim, akakiita nini? Dar'u ta'arudhi al-aqli wan-naqli. Dar'u ta'arudhi al-aqli wan-naqli, kuondosha kupingana kwa akili na nukuu. Hakuna taarud, hakuna taarud. Huwezi ukaipinga aya ya Allah kwa sababu ya akili yako, huwezi ukaipinga hadithi ya Mtume kwa sababu ya akili yako. La, Qur'ani inatangulizwa na hadithi za Mtume kuliko nini? Kuliko akili ya mtu yoyote. Tumeelezea huko nyuma hadithi ya Dhubab. Qala walakin alwajibu huwa taqdimu an-naqli as-sahih ala ar-ra'yi fa inna alladhi shar'a dhalika huwa a'lamu bil masalih. Huyo aliyeka hivi anajua zaidi maslahi ya watu. Mtume sallam anajua zaidi maslahi ya watu. Walaysa maana hadha anna ash-shar'a la ya'bau bil aqli wala ya'tabiruhu. Hii haina maana kwamba sheria haijali akili ya mtu wala haizingatii. Haina maana hiyo. Sheria inajali akili za watu. Fa inna tashrifa al-aqli fil Qur'an al-Karim wa tawjiha mawahibihi wa mukhatabatahu hiya aktharu wa akbaru mimma yustashhadu bihi. Utukufu wa akili katika Qur'ani tukufu upo katika kuelekeza vipawa vyake na Allah alivyowasemesha wenye akili. Hii ni sana wa akbaru mimma yustashhadu bihi. Qala ta'ala afala ya'qilun, hivi hawatii akilini? Inna fi dhalika la ayatin liqaumin ya'qilun, katika hayo kuna alama kwa watu wenye akili. Inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi summul bukmul ladhin la ya'qilun, watu waovu kabisa kwa Allah ni wale viziwi mabubu ambao hawana akili. Hii yote ni kuzingatia kwamba akili inazingatiwa katika dini, lakini si kwamba mtu atii akili yake katika masuala ya dini. Hakuna hiyo. Fal aqlu ni'matun kubra, akili ni neema kubwa. An'ama Allahu biha 'ala al-insan, akili ni neema kubwa ambayo Allah amemneemesha mtu kwa kumpa akili. Wa inna ma ma'nahu anna al-aqla ghayru mustaqillin bit-tashri', maana ni kwamba akili si kwamba ni peke yake katika kuweka sheria, haizingatii akili maadam nafsi ipo ya Qur'ani na hadithi. Fahuwa yusallimu wa yatalaqqa shar'a Allah ta'ala binafsi radhiyah, akili inajisalimisha na kupokea sheria ya Allah mtukufu kwa nafsi yenye kuridhia. Wa yuhawilu fahma asrari Allah ta'ala, akili pia inajaribu kufahamu siri za Allah ndani yake. Fa in adraka fadhaka min ni'mati llahi alayhi, akifahamu akidiriki, hiyo ni katika neema za Allah juu yake. Wa illa, asipofahamu, salaka sabila alladhina qalu amanna bihi kullun min indi rabbina, asipofahamu basi afuate njia ya wale waliosema amanna bihi kullun min indi rabbina. والراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا به كل من عند ربنا. Kama mtu hakufahamu kitu, ajisalimishe katika Qur'ani na hadithi za Mtume, aseme tumeamini yote haya yanatoka kwa Mola wetu azza wa jalla.
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. العقل السليم يوافق النقل الصحيح. Faida nyingine ya nne, Sheikh anasema akili iliyosalimika inawafik nukuu iliyo sahihi. Al-aqlu salimu yuwafiqu an-naqla sahiha, akili iliyosalimika inawafik nukuu iliyo sahihi. Fashari'atu allati anzalaha Allah ta'ala la taqsidu illa nafsa al-gharad alladhi khuliqa al-aqlu min ajlihi. Sheria hii ambayo Allah ameiteremsha haikusudii isipokuwa nafsi ya lile lengo ambalo akili imeumbwa kwa ajili yake. Hina ma yakunu al-aqlu saliman sahiha, wakati inapokuwa akili ni yenye kusalimika, ni sahihi. Lam yaghlibuhu al-hawa wash-shahawat, akili hiyo haikushindwa na kughilibiwa na hawa za nafsi na shahawat. Walam yamassahu ad-du'f wal-khifa, wala akili hiyo haijapatwa na udhaifu na khifa. Ala annahu min al-ma'lumi anna al-aqla la yakunu mi'yaran ala sharia, pamoja na kwamba ni katika jambo lilijulikana kwamba akili hai ni mizani juu ya sheria, bali sharia hiya allati takunu miqyasan linaqdi al-uqud, bali sheria ndio inakuwa ni kiasi cha kukosoa akili. Sheria ndio inokosoa akili, sio akili ikosoe nafsi ya Qur'ani na hadithi. Qala fa idha kana hunaka aqlun yaqbalu ahkama ash-shari', ikiwa kuna akili inayokubali hukumu za kisheria, ulima annahu aqlun salimun bari'un min al-illat, hapo itajulikana kwamba akili hiyo ni yenye kusalimika, imeepukana na ila yoyote, haina ila yoyote ya akili hiyo. Wa idha aba qabulaha, akili ikikataa kukubali hukumu za kisheria, ulima annahu maridun wa alim, itajulikana kwa akili hiyo ina maradhi, akili hiyo ni akili pungufu, sababu imekataa nini? Kukubali hukumu za kisheria. Alfaida alkhamisa, wujubu alkhudu'i wataslim liawamiri llahi ta'ala wa awamiri rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wajibu wa kunyenyekea na kujisalimisha kwa amri za Allah na mtume wake, na kujisalimisha kwa amri za mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa ghayatul ibada, hii ndio ghaya, ndio lengo la ibada. Tujisalimishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa huwa kamalu linqiyadi wat taslim, na hii ndio ukamilifu wa kufuata na kujisalimisha. Kama alisema al-Imam Muhammad bin Muslim bin Shihab az-Zuhri rahimahullah, asema min Allahi ar-risala wa ala ar-rasuli al-balagh wa alaina at-taslim. Risala, ujumbe unatoka kwa Allah na ni juu ya mtume kufikisha ujumbe huo, na juu yetu ni kujisalimisha tu. Hatuwezi tukatia maoni yetu katika sheria. Min Allahi ar-risala wa ala ar-rasuli al-balagh wa alaina at-taslim. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Haitakii kwa Muislamu mwanamume na mwanamke, Allah na mtume wake wakikata shauri ya jambo, haitakii kuwa na khiari mtu. Hapana, lazima tujisalimishe kwa amri za Allah na amri za mtume sallam, ndio Uislamu. Alfaida sadisa, la'alla wallahu a'lam min hikmati hadha al-hukmi anna al-ghasla yutlifu al-khuffa faktafa bil-mashi taysiran wa tashila. Asema Sheikh al-Bassam, pengine wallahu a'lam, katika hikma za hukumu hii. Hukumu gani? Hukumu ya kupaka maji juu ya hofu, ni kwamba kupaka kuna haribu hizi hofu, kuosha kuna haribu hizi hofu, kuna haribu. Ikiwa kila siku umevaa hofu zako alafu wazitia maji hizo hofu, uchukua kopo la maji, si viatu vitaharibika hivyo viatu, au hizo soksi zitaharibika. Kwa hikma asema ni hii, faktufiya bilmashi taysiran wa tashila, ikatosheleza kupaka maji tu kwa kusahilisha, wa hifdhan limaliyati alkhuffi, pia kwa kuhifadhi mali za hofu hizi. Walmashu laysa husnan yuzilu an-najasa
wa yunqi al-khuffa. Mashi pia si kuosha ambako kutaondosha najisi na kusafisha ile hofu. Wama dama anna al-masha lan yuzila al-adha al-aliqa bi asfali al-khuffi bal inna mashahu bil ma'i yusabbibu hamlahu lin najasa ja'ala al-masha a'lahu liyuzila ma 'aliqa bihi min ghubar. Muda kwamba kupaka hakuondoshi uchafu ambao utashikana na chini ya hofu, bali kupaka hiyo maji kunasababisha kubeba ile hofu najisi. Ikiwa hofu itapakwa maji chini, itasababisha ile hofu kuchukua najisi chini ya ardhi. Kwa hiyo hapo ndio ikajaliwa kupaka maji juu ya hofu, liuzila ma alika bihi, ili iondoshe min ghubar, ili iondoshe lile vumbi litakaloshika juu ya ile hofu, sio chini. Lianna dhahira al-khuffi huwa alladhi yura, nje ya hofu ndio inaonekana. Wal afdalu an yakuna al-musalli fi ghayati an-nadhafa, bora zaidi ni kuwa mwenye kusali katika ghaya, mwisho wa usafi. Wallahu a'lam. Alfaida sabia, masu al-khuffi fi hadithi al-Mughira mujmal, kupaka maji juu ya hofu katika hadithi ya al-Mughira imekuja kwa jumla. Wa hadha al-hadith bayyana sifatahu wa kayfiyatahu, lakini hadithi hii ya Ali ibn Abi Talib ndio iliyoweka wazi sifa na namna ya kupaka maji juu ya hofu. Khilafu ulama, numalizia hapa, ikhtalafa ulama hal al-mashu ala jami'i dhahiri al-khuffi am la. Maulama hapo wametofautiana. Je, kupaka maji ni kwa nje yote ya ile hofu au si nje yote, ni sehemu tu? Qala warajih anna al-masha yakunu ala aktharihi, kupaka maji inakuwa ni kwa sehemu kubwa, sehemu nyingi ya juu. Lianna al-masha alayhima la bihima, sababu kupaka maji ni juu ya zile hofu, si humu pembeni mwa ile hofu. Wakhtalafu hal yumsahani kal udhunaini ma'an am tuqaddamu liyumna, pia maulama wametofautiana. Je, miguu hizo hofu zinapakwa kwa pamoja kama vile masikio, au utangulizwa upande wa kulia kisha kushoto? Wamekhtalifiana pia maulama, lakini warajih taqdimu liyumna, kauli yenye nguvu ni kwamba utangulizwa mguu wa kulia. Tukishavaa ile hofu anatanguliza kupaka mguu wa kulia, halafu ndio anakuja wa kushoto anapaka wa basi. Hii ndio kauli rajih, taqdimu liyumna. Wadhālika lianna al-rijlaini mustaqillatani, sababu miguu miwili iko peke yake. Walaysata kal-udhunaini tabi'ataini lirras, miguu si kama masikio. Masikio yanafuatia kichwa, ndio maana masikio yanapakwa pamoja na kichwa, lakini miguu miwili ni mustaqillataini, kila mmoja unatangulizwa wa kulia kisha wa kushoto, kama unavyoosha miguu ukatanguliza mguu wa kulia kisha wa kushoto. Qala lianna masahuma far'u ghaslihima, sababu kupaka maji juu ya hofu mbili ni fari ya kuosha miguu. Wal ghuslu fi istihbabu tayammum, na kuosha kuna sunna ya kuanza upande wa kulia au mguu wa kulia kisha wa kushoto. Walianna haditha Aisha sarihun fi istihbabi tayammunihi fi tuhurihi, pia ni kwamba hadithi ya Aisha imeweka wazi sunna ya upande wa kulia katika udhu wake Mtume. Wa mashu al-khuffaini min at-tuhur, na kupaka maji kufu ni katika udhu. Fayusannu an yumsaha bi asabi yadayhi ala dhuhuri au an yamsaha, yusannu an yamsaha bi asabi yadayhi ala dhuhuri qadamayhi liyumna bilyumna wal yusra bilyusra. Ni sunna mtu kupaka kwa vidole vya mikono yake nje ya miguu yake wa kulia kwa mkono wa kulia, na mguu wa kushoto kwa mkono wa kushoto. Huu mkono wa kulia unapaka juu ya hofu ya mguu wa kulia, na mkono wa kushoto unapaka juu ya hofu wa mguu wa kushoto. Wayufarriju baina asabihi, atafarikisha baina ya vidole vyake anapopaka. Wakaifa ma masaha jaza au ajza, vyote atakapopaka inamtosheleza. Wa ajma'u ala anna al-masha alayhi marratan wahida, pia wafikiana maulama kwamba kupaka juu yake ni mara moja tu. Wa annahu la yusannu tikraruhu, si sunna kukariri kupaka mara mbili na mara tatu, ni mara moja tu wa basi.